sunna wa alina mimma sunna. Kwenye sura hii Naziati, sura ina aya 46, lakini ndani yake kuna kisa cha Firauni alayhi laana. Lakini mwanzo sura imeanza na viapo. Ndio hizi aya za mwanzo. Kuna jambo kubwa mpaka Allah akalia pia. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Allah anasema wanaziati gharqa, yani naapa kwa malaika wanaotoa roho kwa kukomoa. Wanatoa roho kwa nguvu. Roho za nani hizi zinazotolewa kwa hali hii? Ni roho za makafiri. Allah kawapia malaika ambao wao kazi yao wamepewa maalum kutoa roho za makafiri kwa nguvu. Zinatolewa kwa nguvu, alafu sio zoezi linalomalizika kwa haraka. Maana yake kama unakutana na daktari wa meno alafu ana spana, si ana makoleo, ile jino anavolitikisa kwanza, hata yule mgonjwa anazidi kuzidiwa. Kwa ile hali ya yale maumivu yani pale ndio namna ambayo Allah ameitaka kwa makadirio na watu hao kulingana na kazi yao walioifanyia ukafiri. Ndio maana akasema wanaziati, na wapia malaika gharqa, wenye kutoa roho kwa nguvu, kwa kukomoa. Akaendelea aya inofuata, kuna utofauti kidogo. Wanashitwati nashitwa, na nawapia malaika wanaotoa roho kwa upole. Hawa wanatoa roho za waumini sasa kwa upole bila kuwaumiza. Manake bisuhulatin wa sar'a, kwa uharaka lakini pia na kwa utaratibu. Ni kitendo cha haraka, muumini kashatoa roho yake, alafu pasi na kuumizwa, kwa mujibu wa hizi aya. Kwa kuna faida ya mtu kuwa muumini na kuna hasara ya mtu kuwa kafiri. Tumeelewana hapo? Aya mwanzo Allah amewapia malaika wanaotoa roho kwa nguvu, kwa kukomoa. Aya ya pili akawapia malaika wanaotoa roho kwa upole, kwa waumini. Si tuko pamoja? Akaendelea wasabihati sabiha, na wanaoogelea. Wanaogelea kwenye pambizo ya mbingu ya mbinguni, wakiwa wanatembea na mbawa zao, ni hali ya kukimbia kwa uharaka wa kwenda kwenye kutekeleza majukumu waliopewa. Malaika kama vile wapo kwenye mawimbi ya kuogelea. Ndio akawaapia hapo wasabihati sabiha, na wanaoogelea kwenye zile mbio zao, miendo yao wanaondoka. Fasabiqati sabiqa, na wanaoshindana mbio. Hapa wanashindana vipi? Wanasema wanawachuoni wa tafsiri, wanashindana kuzipeleka roho, wakishazichukua kuzipeleka peponi, roho za waumini hala pao papa mziki. Kumbe ndio maana Mtume katuambia pale kaburini ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Kwa roho ya muumini inakwenda kustareheshwa, inapumzishwa pahala pema kweli, inapata hiyo peace kweli. Tuko pamoja? Kwa kuna faida kubwa ya mtu kuwa muumini. Asitosheke kwa mimi Muislamu, aongeze iwe mpaka kwenye uumini, atapata faida hizi. Falmudabbirati amra, na hao malaika bado wakaambiwa habari zao, wanadabiri mambo, yani wanapangilia mambo. Kupangilia kupi? Maana yake wanatekeleza majukumu kwa vile ambavyo wameagizwa, wao wanatekeleza. Mfano kama leo tunaingia katika haya masiku 10 bora, kwa maana siku za Ashura, leo na kesho, leo 9 na kesho 10, inapendeza mno mtu akafunga hii. Lakini ikishindikana, basi funga hata Ashura yenyewe, kwa maana ya kesho tarehe 25. Utapata fursa ya kusamehewa madhambi ya mwaka mzima. Mwaka siku moja kwa masiku 360. Thamani iliyoje! Maana yake ni kwamba Allah anatutaka sote twende peponi.
Kwa hiyo malaika wanadabiri mambo haya kwamba nani kafunga kwa ajili yako, watamwandikia leo fulani kajizuia kula na kunywa kwa ajili ya radhi zako. Hayo ndio matukio yetu. Allah mrizie. Si tuko pamoja? Malaika ndio wanatuchunguza na wanatuangalia amali zetu tunazozifanya, wanaripoti. Sasa wakukute wewe unakula mchana huna sababu, muda wa adhana unazurula swali, malaika wanaripoti, mbona hutumuelewi? Anafahamika vizuri. Aya iliyofuata akasema Allah, hatari na majanga yaliyoko huko sasa. Yauma tarjufu rajifa, siku hiyo kitetemeke cha kutetemeka. Hapa wanatafsiri wanawachuoni, maana yake litakapo